Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, bila kusahau pia masuala yanayohusiana na sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wapya kabisa kule Afrika Kusini, sasa mnaweza kutupokea mubashara na kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji wa Johannesburg. Kila siku pia inapatikana kwa masafa marefu. Kwa wasikilizaji wetu nchini Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RDC. Ni Jumanne nyingine ya Januari tarehe 27, siku chache tu kabla ya kuaga mwezi huu wa Januari. Hii leo tumeandaa makala maalum kuhusu mazingira. Tunatupia jicho jamii mbili. Moja inakabiliwa na ukame na baa la njaa. Upande mwingine jamii inakumbwa na mafuriko na mamilioni wameachwa hohehahi. Ipi tija ya athari za mabadiliko ya tabia nchi? Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Ingendo Angela. Khartoum, Sudan. Jeshi la Sudan limechukua tena udhibiti wa eneo la Al-Sik katika jimbo la Blue Nile karibu na mpaka wa Ethiopia kutoka kwa wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF. Katika taarifa, jeshi limesema kuwa kamandi yake ya 4 ilichukua udhibiti wa eneo hilo baada ya operesheni iliyokuwa imepangwa vizuri iliyosababisha kuondolewa kwa wapiganaji wa RSF. Taarifa hiyo ilisema makabiliano hayo yalisababisha athari kubwa kwa RSF, washirika wake wa Sudan People's Liberation Movement North SPLMN. Hakukuwa na taarifa yoyote kutoka kwa kundi hilo la waasi. Awali vyanzo vya jeshi vilisema kuwa vikosi vya jeshi viliwatimua RSF pamoja na washirika wake wa SPLMN nje ya mji wa Haliba huko Kordofan Kusini. Nairobi, Kenya. Wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka Somalia wamemuua mkuu wa kijiji pamoja na mwalimu katika eneo la Holugo kaskazini mashariki ya nchi karibu na mpaka wa Somalia, na hii ni kulingana na taarifa ya polisi wa Kenya. Polisi wanasema kuwa kikosi cha usalama kinachoungwa mkono na mashirika mbalimbali kinawafuatilia waasi hao, huku eneo hilo likihakikiwa na operesheni zikifanyika. Wakati huo huo, umma umeombwa kubaki tulivu na makini pamoja na kushirikiana na vyombo vya usalama. Kundi la Al-Shabaab linalodhibiti maeneo makubwa ya kusini na kati ya Somalia mara kwa mara hufanya mashambulio ya kuvuka katika mpaka dhidi ya wanajeshi na raia wa Kenya kwa lengo la kutishia nchi hiyo iondoe wanajeshi wake kutoka kwenye misheni ya amani ya Somalia. Kampala, Uganda. Kamanda wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amekanusha madai kuwa wanajeshi walimshambulia mke wa kiongozi wa upinzani Bobi Wine wakati wa shambulio la usiku katika nyumba yao. Kainerugaba alisema madai hayo hayana msingi na ametolewa na Bobi Wine ambaye ndiye kiongozi wa chama cha upinzani nchini Uganda. Taarifa hii inakuja wakati hofu na wasiwasi vikiendelea kuhusu matumizi ya nguvu za kijeshi dhidi ya wapinzani wa kisiasa nchini humo. Jeshi la Uganda bado halijatoa mwelekeo, huku jamii ya kimataifa ikilenga kupata uhakika wa usalama wa familia za viongozi wa upinzani. Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopia imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa virusi vya Marburg baada ya ugonjwa huo kuwaua angalau watu 9 kwa mujibu wa taarifa ya shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika. Nchi hiyo ya upembe mwa Afrika ilitangaza mlipuko huo wa ugonjwa unaoenea kwa haraka na wenye dalili sawa na homa ya Ebola tarehe 14 mwezi Novemba mwaka uliopita. WHO imesema kupitia mtandao wa X kwamba Ethiopia imetangaza rasmi kumalizika kwa mlipuko wake wa kwanza wa Marburg baada ya ufuatiliaji wa karibu bila visa vipya kuthibitishwa. Mamlaka ya afya na jamii ya kimataifa imeeleza kuwa
Ufuatiliaji wa kina na hatua za mapema za kudhibiti maambukizi yamekuwa muhimu katika kuzuia kuenea zaidi. Na shukran sana Ng'endo Angela kutoka nchini Kenya, na moja kwa moja tusalie humo nchi ya Kenya ambapo inakabiliwa na baa la njaa. Majimbo 23 yamekabiliwa na hali ya hatari. Serikali imeweka mikakati ya kukabiliana na baa hilo. Hata hivyo, swali linaloibuka ni kwa nini kila mwaka hali inakuwa ni ile ile? Ukame nchini humo haujawa tena tukio la nadra, umekuwa msimu unaotarajiwa, hatari ya kawaida na jaribu linalorudia dhamira ya taifa. Nampisha Shisia Wasilwa na maelezo ya kina. Kwa maoni yangu nitasema kuwa ni hali tatanishi sana, kwa sababu unaona kuwa hizi sehemu zikiendelea kuongezeka, tunaenda kwa ile kitu ambayo tunaita more like desertification. The arid areas zinaongezeka. Majimbo yaliyotangazwa kuwa kwenye hatari ni pamoja na Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Baringo, Tana River, Kitui, Makueni, Narok, Laikipia, Kilifi, Kwale, Lamu, Taita Taveta, Meru, Tharaka Nithi, Embu, Pokot Magharibi na Samburu. Haya ni maeneo ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakitegemea mvua isiyotabirika, kilimo cha msimu na ufugaji wa jadi. Pale mvua inapokosekana, maisha huathiriwa. Wafugaji sasa wanahesabu hasara. Katika jimbo la Kajiado, Joseph Lemayan amepoteza mifugo wake sababu ya kiangazi. Hapo Iboma ilikuwa ng'ombe 100, sasa hii hamna. Mbuzi ilikuwa 200, hamna. Sijui tunahangaika hapa, watoto sikienda shule sijui hata nani. Chakula kukula ni taabu. Tunaenda sisi ni maboroka, tunaenda kutafuta wakati kwa soko. Saa nyingine nakosa ng'ombe mekonda. Swali linaloendelea kuumiza akili za wengi ni moja: kwa nini kila mwaka Kenya hukumbwa na ukame? Jibu lake ni pana na chungu. Kwanza, mabadiliko ya tabia nchi yamevuruga kabisa ratiba ya misimu ya mvua. Mvua ambazo zamani zilikuwa za uhakika sasa zimekuwa za kubahatisha, zinakuja kwa hasira, kwa muda mfupi au haziji kabisa. Joto kali limeongezeka likisababisha maji ardhini kuvukiza haraka na kuua mazao kabla hayajakomaa. Lakini tabia nchi pekee si mkosaji. Uharibifu wa mazingira umeongeza kasi ya janga hili. Ukataji miti, uharibifu wa vyanzo vya maji, matumizi mabaya ya ardhi na ongezeko la watu vimeifanya ardhi ishindwe kuhifadhi unyevu. Kenya pia inaendelea kutegemea kilimo cha mvua, huku uwekezaji katika umwagiliaji ukiwa mdogo ikilinganishwa na mahitaji ya taifa. Hivyo mvua inapokosekana, njaa huwa matokeo ya moja kwa moja. Ni swala ambalo sasa linavunja familia. Kiangazi ameua ya. Hakuna chakula, tunakaa tu hivyo. Hata msee tujui mahali ameenda. Athari zake zinaonekana wazi. Watoto wanakonda, utapiamlo unaongezeka na hospitali katika maeneo kame huja wagonjwa dhaifu. Wanawake na watoto hutembea umbali mrefu kutafuta maji, wakati vijana wakilazimika kuhama kutafuta riziki. Migogoro ya rasilimali hasa maji na malisho huibuka kati ya jamii jirani na wakati mwingine kusababisha umwagaji damu. Ukame au uitu mifugo unaua ndoto, uthabiti na heshima ya maisha. Jocelyn Wayela ni mtaalamu wa mazingira. Lakini sasa tunasikia sehemu zingine kama vile Embu, Nyeri, Ganze, sehemu ambazo ndo zimekuwa zile zinatoa mazao makubwa sana hapa Kenya ya chakula, lakini unaziona ndo hizi sasa zimeanza kuingia kwa zile tunazosema zinakumbwa na baa la njaa. Katika kukabiliana na hali hii, serikali imechukua hatua kadhaa, hasa kupitia mamlaka ya kitaifa kudhibiti ukame. Kupitia mifumo ya tahadhari ya mapema, serikali hutambua maeneo yanayoingia kwenye hatari mapema na kuanzisha hatua za dharura. Misaada ya chakula imekuwa ikisambazwa na familia maskini katika maeneo ya ukame hunufaika na mpango wa Hunger Safety Net Program unaotoa fedha taslim ili kusaidia kununua chakula na mahitaji ya msingi. Jocelyn Wayela tena. Je, hiyo bajeti, mikakati ya serikali kutenga bajeti kila mara ukame unapatangaza inatosha? Haitoshi, kwa sababu madhara yashafanyika. Ndio mnatenga bajeti hiyo wakati yenye janga limetokea, watu wana njaa. Huwa haitoshi, kwa sababu saa hiyo hata kufikia hizo sehemu zote inakuwa shida, na tayari watu wanakuwa wameathirika pakubwa. Serikali pia imewekeza katika miradi ya maji, ujenzi wa mabwawa, visima virefu na miradi ya kuvuna maji ya mvua.
Katika sekta ya kilimo kuna juhudi za kuhimiza matumizi ya mbegu zinazostahimili ukame, kilimo cha umwagiliaji na teknolojia bora za kilimo. Aidha, kupitia sera za mabadiliko ya tabia nchi na mipango ya kitaifa usalama wa chakula, Kenya imeanza kujenga mfumo wa muda mrefu wa kukabiliana na majanga ya tabia nchi. Ukiangalia pia watu wakikosa chakula inamaanisha nini kwa watoto wetu, inamaanisha nini wamama wajawazito, inamaanisha kwa wanakosa madini. Tunaenda kupata watu walemavu kwa jamii yetu, watu walemavu watakuwa wengi, kutakuwa na upungufu wa madini mwilini. Tunaenda kukuwa na generation ambayo haijiwezi hapo mbeleni. Hata hivyo, ukweli unabaki kuwa hatua za dharura pekee hazitoshi. Suluhisho la kudumu la ukame na njaa nchini Kenya lipo katika mabadiliko ya kimfumo. Taifa linahitaji kuwekeza kikamilifu katika umwagiliaji wa kisasa, kuhifadhi maji kwa kiwango kikubwa, kurejesha misitu na kulinda vyanzo vya maji. Kilimo lazima kibadilike kutoka kutegemea mvua kwenda kwenye uzalishaji unaozingatia sayansi, teknolojia na tabia nchi. Jamii pia zipewe vyanzo mbadala vya kipato ili zisiwe mateka wa msimu mmoja wa mvua. Hiyo mara ya kwanza tunaona baa la njaa Kenya. Na tunaweza sema kuwa hasa ni mabadiliko ya misimu. Unaona kitambo ilikuwa rahisi kujua wakati fulani kutakuwa na mvua na wakulima wangepanda na hata waweze kuvuna, lakini siku hizi misimu imebadilika sana. So watu wanapanda mimea yao alafu inafika katikati hakuna mvua. So mimea inaharibikia kwa shamba, inakuwa hawajavuna tena. So watu kama wanaenda kuathirika na njaa. Zaidi ya yote, ukame unatutaka tufanye tafakari ya kitaifa. Je, tutaendelea kuomboleza kila mwaka au tutajifunza kuishi na mazingira yetu kwa hekima na maandalizi? Njaa si laana ya kudumu, ni changamoto inayoweza kushindwa kwa mipango sahihi, uongozi thabiti na dhamira ya pamoja. Tunafaa tuige mifano ya nchi zingine. Ukiangalia kama nchi kama ile Israel, hawana maji kwa urahisi, lakini ni nchi ambayo ina produce mazao mengi ya chakula. Ni nchi ambayo inaweza export chakula. Kenya ina uwezo wa kuvunja mzunguko huu wa mateso, lakini hilo litahitaji sio maneno bali maamuzi magumu na hatua za kudumu. Hiyo imekuwa ni taarifa yake Shisia Wasilwa. Tukae pale pale kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na sasa mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa na athari kubwa duniani kote na kusababisha ongezeko la majanga ya asili kama vile mafuriko, ukame, joto kali na kuongezeka kwa kina cha bahari, hali ambayo imeharibu makaazi ya watu, kuathiri uzalishaji wa chakula na kuhatarisha maisha ya mamilioni ya watu. Majanga haya yamesababishwa hasa na ongezeko la joto duniani linalotokana na shughuli za binadamu, ukataji miti kiholela, shughuli za kiviwanda na uzalishaji wa gesi chafu, hali inayobadilisha mifumo ya mvua na hali ya hewa kwa ujumla. Katika nchi za kusini mwa bara la Afrika, athari hizi zimejitokeza na kusababisha athari pia. Muda mfupi uliopita mwenzangu Leonard Mubali amezungumza na mwandishi wa habari Nixon Katembo aliyepo nchini Afrika Kusini, ambaye anaanza kuelezea majanga yaliyozikumba baadhi ya nchi za kusini mwa Afrika. Ni kweli mataifa haya ya kusini mwa Afrika yameathirika pakubwa na mafuriko yaliyotokea hivi karibuni. Kwa mfano taifa la Msumbiji ambako tunaona miji kadhaa imezama maji pamoja na uharibifu wa miundombinu, barabara na watu kulazimika kuondoka makazi yao. Hata shughuli za uokozi ambazo zinaonyesha kuwa watu wanasombwa na maji na wengine wanalazimishwa kutolewa kwa mfano kwa kutumia helikopta za kijeshi. Na hivi inaonekana kwamba kabisa mabadiliko ya tabia nchi haswa yanasababisha mafuriko, na tunaona pia si mafuriko peke yake. Kwa mfano mataifa haya ya kusini mwa Afrika yamekuwa yakipata athari za ukame, kukosekana kwa mvua kwa muda mrefu, swala ambalo sasa hivi lina kumba mkoa wa Kepu Mashariki kwa mfano na Kepu wa Magharibi nchini Afrika Kusini na kwingineko kama mataifa ya Namibia. Sasa ni athari kubwa mno ambazo zinaathiri mataifa haya ya kusini mwa Afrika. Kwa mfano
Hivi karibuni tuliambiwa kama mji kama George huko nchini Afrika Kusini na viunga vyake pamoja na miji mingine kadhaa yanakabiliwa na uhaba wa maji kutokana na ukame ambao unaendelea katika maeneo haya. Tuje sasa kuyaangalia mataifa yaliyoathirika. Ni kwa kiasi gani yanapambana na hali hiyo ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, Katembo? Ni kweli mataifa haya ya kusini mwa Afrika yanajaribu kukabiliana na athari kwa kiasi fulani, kwa mfano kwa kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa chakula kwa waathirika. Shughuli za uokoaji zinaendeshwa na vyombo na taasisi mbalimbali za serikali, ikiwemo asasi zisizo za kiraia. Lakini nadhani hii ni njia ambazo zinaweza kufikiriwa upya kwa namna gani kuwe na kile kinachotaja kuwa tahadharisha raia wa kawaida nini kinachokuja haswa kutokana na idara mbalimbali za utabiri wa hali ya mabadiliko ya tabia nchi katika nchi hizi za kusini mwa Afrika, na hizi zitaweza kusaidia mataifa haya kuweza kujiandaa kwa kile kinachoweza kutokea katika kupambana na athari za mabadiliko haya ya tabia nchi pamoja na swala ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye mataifa haya. Kwa mtazamo wako, unazungumziaje ujenzi duni, mipango miji duni? Ni kwa kiasi gani inachangia kiwango kikubwa cha athari za mabadiliko ya tabia nchi, kama vile inapotokea mafuriko na maporomoko ya udongo? Labda ni kweli swala la ujenzi duni katika mataifa yetu ya bara la Afrika yanachangia pakubwa. Kwa mfano, kutokuwa na mpangilio thabiti wa ujenzi wa makazi katika miji mikubwa, unakuta kwanza mitaro imejaa takataka, na raia kuhamasishwa haswa swala la kulinda mazingira, kwamba ni lazima tuwe na mipango kabambe ya kuangalia swala la mazingira, kwa sababu tusipolinda mazingira yetu ni lazima panapotokea majanga kama mafuriko ama ukame, ni sisi wenyewe tunaathirika kama binadamu. Kwa mfano, ukataji wa miti, kutotunza mazingira kwa tupa takataka hovyo, mifuko kwa mfano ya plastiki unakuta imejaza kwenye mtaro, hata kusababisha magonjwa mbalimbali panapotokea mvua zikinyesha na kusababisha mafurika, kufunga hiyo mtaro, na hivyo basi kutokea hali ya kubomoa miundombinu mchache ambayo imejengwa na serikali. Kwa serikali zetu ni lazima ziwatumie wataalamu mbalimbali ambao wanajua kupanga ujenzi wa miji na kuweza kupanga kuwa na makadirio ya ukuaji wa miji kadri ya ukuaji wa watu wanaoishi katika miji hiyo. Kwa mfano, kuwe na mikakati kabambe ya kuweza kupanga hiyo ili kuepukana na athari za baadaye ambazo zinatokana na kutopanga miundombinu ambayo inahitajika kwa ajili ya kuhudumia ongezeko la watu katika miji tofauti ya bara letu la Afrika. Kwa mfano, ukiingia pale Dar es Salaam na miji kadhaa ya Afrika Mashariki, mjini Kampala kwa mfano, unakuta kwamba Kampala iliyojulikana enzi za ukoloni wakati Uganda inapata uhuru sio Kampala ya leo. Ulinganifu wako ukoje kati ya athari za mabadiliko ya tabia nchi katika nchi ambazo zimepiga hatua kiteknolojia na hata katika mfumo wa ujenzi na miundombinu, na hizi za Afrika, ukirejea kile kilichotokea katika nchi kadhaa za kusini mwa Afrika hivi karibuni? Naam, ni kweli ukilinganisha mabadiliko ya tabia nchi katika mataifa ya Afrika na mataifa yanayoendelea ama nchi zilizoendelea, unakuta kwamba kuna utofauti mkubwa. Kwanza, mataifa ambayo ni yameendelea kiviwanda yana taasisi ambazo zinaonya raia kwamba kufikia mwezi fulani hadi mwezi fulani kunaweza kwa mfano kukatokea mafuriko au kame. Kwa hivyo
raia huwa mnajiandaa kisaikolojia pamoja na kuandaa kwa ajili ya kukabiliana na masuala kama hayo. Tofauti na nchi zetu hizi barani Afrika kwamba unakuta kwamba mvua zinatokea hata serikali haikujiandaa lolote kwa ajili ya kukabiliana na madhara ya mvua. Ikiwa kutatokea ukame, lazima kuwe na taasisi na mipango ya kuweza kukabiliana na masuala haya. Ndio sasa unaona kwamba tunaathirika pakubwa barani Afrika kutokana na ukosefu wa kuwa na mpangilio wa kukabiliana majanga kama yanayohusisha mabadiliko ya tabia nchi. Na ni kweli kwamba kumekuwa kwa mfano na usababishaji wa mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanatokana na maendeleo ya kiviwanda. Kwa mfano Uchina, miaka ya hivi karibuni kulikuwa na uchafuzi wa mazingira sana, kwa mfano anga ya China, lakini Wachina walichukua mpango thabiti wa kuweza kuhakikisha kwamba wanatumia nishati inayozalishwa na miale ya jua pamoja na upepo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaondokana na swala la kutumia mafuta mengi ili isije kasaidia kwa kuharibu mazingira na hivyo kusababisha Wachina wafariki kutokana na uchafuzi wa mazingira, kuliko kutumia mafuta kwa mfano, ama kutumia mkaa wa mawe kwa ajili ya uzalishaji wa nishati kwa mfano, ili kuchafua mazingira zaidi. Na basi huyo ni mwanahabari Leonard Mubali akihitimisha mazungumzo na mwanahabari kutoka Afrika Kusini Nixon Katembo. Na ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia wewe msikilizaji ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Msikilizaji, fuatilia pia matangazo haya kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Mnaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5 Highlands FM, redio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Bila kusahau kwamba unaweza kuendelea kutoa maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii popote ulipo, kuweza kutueleza umesikiza nini. Kwa leo tumesheheni matangazo maalum kuhusu mazingira. Mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa jeraha wazi katika eneo la Maziwa Makuu, huku ukiibua maswali mazito kuhusu usalama wa kikanda, mamlaka ya taifa na wajibu wa uongozi wa ndani. Kauli ya Rwanda kukiri kushirikiana kiusalama na waasi wa M23 au M23 kama hatua za kujilinda imezidisha mjadala huu, huku serikali ya DRC ikiendelea kuelekeza lawama nje ya mipaka yake. Lakini je, kukiri kwa Rwanda kuna tafsiri weje? Hapa hii ni tahariri ya Kennedy Wandera inavyosimuliwa kwako na Leonard Mubali. Kauli ya wazi ya Rwanda kwamba inaendelea na mapambano ya kiusalama dhidi ya waasi wa M23 katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imefungua ukurasa mpya lakini wenye maswali mazito katika mgogoro sugu wa mashariki mwa DRC. Ikiwa hatua hizi ni za kujilinda, basi jamii ya kikanda na kimataifa ina wajibu wa kuuliza maswali magumu bila uoga wala upendeleo. Je, ni wapi mpaka kati ya kujilinda na kuingilia uhuru wa nchi jirani unapochorwa? Ikiwa kila taifa litaamua kufanya uratibu wa kijeshi na makundi yenye silaha ndani ya nchi kwa madai ya kujilinda, je, kanuni ya mamlaka ya kitaifa itabaki na maana gani
katika Afrika ya leo. Rwanda inasisitiza kuwa inalinda Watusi wa DRC dhidi ya FDLR na wanamgambo wengine. Lakini ni nani anayelinda raia wengine wa DRC dhidi ya madhara ya mapigano haya? Je, usalama wa kundi moja unaweza kuhalalisha vita vinavyoendelea kuua, kuhamisha na kuacha mamilioni ya Wakongo bila makazi, chakula wala matumaini? Kauli kwamba hatua za Rwanda zitapungua kulingana na kunyang'anywa silaha kwa FDLR pia inazua swali muhimu. Ni nani anayepima, kuthibitisha na kutoa uamuzi wa mwisho kuwa tishio limepungua? Je, uthibitisho huo huru utakuwa wa kweli, wa uwazi na unaoaminika kwa pande zote, au utageuka kuwa lugha ya kidiplomasia na ya kuhalalisha uwepo wa muda mrefu wa kijeshi? Lakini tahariri ya haki haiwezi kuishia kwa Rwanda pekee. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kuendelea kukaa kitako na kila mara kulalamika tu, Rwanda imefanya hivi, Rwanda imefanya vile. Swali gumu zaidi ni hili: upi mchango wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi katika matatizo ya Wakongo wenyewe? Kwa nini baada ya miaka mingi ya vita, DRC bado imeshindwa kujenga jeshi la kitaifa lenye mshikamano, nidhamu na uaminifu wa raia wake? Kwa nini makundi ya silaha yanaendelea kustawi ndani ya mpaka wa DRC wakati serikali ikitegemea lawama za nje badala ya mageuzi ya ndani? Je, ufisadi, uongozi dhaifu na siasa za muda mfupi havichangii kweli kufanya DRC iwe uwanja wa wazi wa migogoro ya kikanda? Zaidi ya hayo, je, serikali ya Tshisekedi imefanya vya kutosha kushughulikia malalamiko ya kihistoria ya jamii za mashariki mwa DRC, ikiwemo swala la uraia, usalama, ushiriki wa kisiasa, au imekuwa rahisi zaidi kutumia adui wa nje kama kisingizio cha kushindwa kwa utawala wa ndani? Zaidi ya yote, je, makubaliano ya Washington yanaweza kweli kuvunja mzunguko wa lawama, masharti na visingizio vya kijeshi ambapo kila upande unasema utachukua hatua tu pale mwingine atakapochukua kwanza? Historia ya eneo la Maziwa Makuu inaonyesha kuwa ahadi nyingi za hatua za awamu zimekuwa zikivunjika mbele ya maslahi ya kiusalama, kisiasa na kiuchumi. Hatimaye swali gumu zaidi linabaki: ni lini suluhisho la kisiasa la ndani ya DRC litapewa uzito mkubwa kuliko suluhisho la kijeshi la kuvuka mipaka? Bila kushughulikia mizizi ya mgogoro, utawala dhaifu, kutengwa kwa makundi ya wachache, ufisadi na uchumi wa vita, hatua za kujilinda zitabaki kuwa jina jingine la mzunguko usioisha wa vurugu. Kwa sababu bila uwajibikaji wa pande zote mbili, Rwanda, DRC na jumuiya ya kimataifa, kauli hizi hazitakuwa mwanzo wa amani, bali ni sura nyingine tu katika historia ndefu ya mateso ya Wakongo. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe, jiunge na YouTube yetu. Kumbuka kwamba sisi tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, maeneo ya Lang'ata, Karen na viunga vyake, maeneo ya Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo wewe msikilizaji. Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, yani nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa pia katika maeneo ya Kigali na Bujumbura kuhakikisha kwamba sauti ya Mwafrika inatanda vilivyo na inapokelewa na kuheshimiwa vilivyo. Asanteni kwa wote kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki,
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Nikielezwa na mmoja wa wasikilizaji wetu kutoka kule Taita Taveta, anasema Taita Taveta hoye, sauti ya Mwafrika imetanda maeneo hayo. Tunawashukuru sana wasikilizaji wetu wa Taita Taveta kule Kenya, na vile vile kuwashukuru wasikilizaji wetu wote katika maeneo mbalimbali bara la Afrika. Hili ni bara letu, tunapaza sauti ya Mwafrika kuhakikisha kwamba masuala yetu yanaelezwa kwa ukweli, kwa ustadi na kuheshimiwa na wote. Kwaheri na usiku mwanana.